pengine ulikuwa spot on ama mwalimu pengine kuna mahala aliteleza kwenye squad selection? Nafikiri hakukosea kwenye kupanga kikosi. Kimbinu mwalimu wa Yanga aliingia vizuri sana, lakini nafikiri kuna sehemu wachezaji wake walimuangusha. Okay. Yes, kwa sababu namna ambavyo yeye aliingia, alijua kwamba anacheza na timu nzuri, hivyo lazima waheshimu wapinzani wake, akaingia na back 3 na wing backs. Watu wa kwanza ambao walienda kumuumiza ni wing backs wake, ambao walikuwa na drive mpira kurudi kwenye lango lake baada ya kwenda kwenye lango la mpinzani. Maana yake wakawa wanawavuta wale mabeki wa Ahali kwenda zaidi kwenye upande wa Yanga kuliko kudefend. Hao ni wachezaji ambao pia walimwangusha mwalimu, wote wawili, Mwenda pamoja na Boka. Lakini pia kule mbele alikuwepo Okello, Max pamoja na Depo. Nafikiri walifanya kazi vizuri off the ball, ambapo walikuwa ikitokea kwanza walikuwa wanaanza kuweka pressure kwenye mpira kwenye mid block. Maana yake mwalimu alikuwa anafahamu pia lazima apunguze spaces, kwa sababu anafahamu kwamba Damaro sio mchezaji mwenye kasi kubwa sana. Kwa hiyo lazima pia apunguze spaces ili kutengeneza mazingira marahisi ya kuweza kuwazuia Ahali. Kwa hiyo mimi nafikiri mpango wa mwalimu, mbinu ya mwalimu kuingia nayo kwa sasa kwenye kipindi cha kwanza alikuwa sahihi sana, na ndio maana kosa ambalo lilifanya Abuya kwenye marking ndio lienda kutengeneza utofauti mkubwa wa mwalimu kuanza kufanya mabadiliko ambayo yalikuwa sio sehemu ya mipango yake. Kwa hiyo mimi nafikiri kumweka Pacome bench mwalimu alikuwa sahihi kwa namna ambavyo alikuwa ameingia uwanjani, lakini hata pale ambapo Pacome aliingia uwanjani hakukuwa kuna utofauti mkubwa sana kwenye eneo la kushambulia. Yaani maana yake effect ilikuwa tayari ishaharibu mipango ya Yanga, na sasa hivi aliyekuwa na control game alikuwa ni Ahali. Naposema na control game ni kwamba pressure ya mchezo ipo kwa Yanga, maana yake walikuwa wanalazimika kufanya matukio mengi yasiyokuwa kwa pressure kuliko kuwa na utulivu. Kwa hiyo nafikiri mwalimu alikuwa sahihi. Na wakati mwingine pia ni vizuri ukaacha wachezaji wazuri bench ili hata wakiingia waweze kuongezea ubora, jambo ambalo pia halikufanikiwa jana kwa Yanga. Sawa, jambo ambalo halikufanikiwa jana kwa Young Africans, hiyo ni kwa mujibu wa Ngoso Msigwa akiwa anatupitisha kwenye uchambuzi wa kina. Alex, nirejee kwako. Naomba nimalize kitu. Ulikuwa unaongelea kuhusiana na uwanja kwamba ngome ya Waarabu. Kuna wakati mwingine tuwe wa kweli kwamba uwanja hauchezi. Yanga amefungwa kwa sababu ya makosa yake na uzembe wake. Kwa tusianze kutengeneza mazingira kwamba uwanja fulani ni mgumu, timu hazifungwi. No. Uwanja hauchezi, lakini Yanga amefungwa kwa uzembe na mistakes, kwa sababu ukiangalia magoli yote mawili ambayo Ahali ameyapata ni uzembe wa wachezaji wa Yanga, either in marking